Ridwan Faith Kataraia, mkurugenzi wa manispaa ya Singida. Leo tarehe 11 mwezi wa pili 2026 tumekutana hapa kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ofisini kwake kujadili na kukumbushana mambo makubwa ambayo yanafanyika kupitia kikosi kazi Samia. Kwa manispaa ya Singida pamoja na halmashauri ya Singida, kila siku ya Alhamisi tunakutana hapa kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi. Tunasikiliza na kutatua kero zao. Tumesikiliza kero nyingi sana kwenye upande wa ardhi, kwenye upande wa migogoro ya kifamilia, lakini pia changamoto zinazoibuliwa ambazo zinatokana na utoaji wa huduma kwenye afya, elimu, miundombinu na maeneo mengine. Kwa nini tunafanya hivi? Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo kwamba kila kiongozi asikilize kero na kutatua kero za wananchi wa maeneo yao. Tunatakiwa kuleta tabasamu kwa wananchi wetu, na sisi tumekuwa tukifanya hivyo kila siku, lakini siku ya Alhamisi iko special kabisa kwa ajili ya kusikiliza wananchi na kutatua kero wanazokutana nazo. Sasa kupitia hili limetuongezea kwanza wajibikaji sisi kama viongozi, kwa sababu tunatakiwa kusikiliza, kutafuta solution na wananchi wetu waondoke wakiwa na majibu ya hizo changamoto wanazokutana nazo. Lakini pia imeongeza ushiriki au kuchochea demokrasia, kwa sababu sasa kila mwananchi yuko huru kutoa mawazo yake, yuko huru kusema kinachomtatiza, na tunatafuta suluhisho baada ya kusema hizo changamoto wanazokutana nazo. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu zaidi, imetusaidia kuboresha utoaji wa huduma, kwa sababu tunaposikia kero, tunaposikia changamoto, tunaposikia mapungufu, basi natupa nafasi ya kuboresha hizo huduma, aidha ni kwenye miundombinu ama ni utoaji wa huduma, na inatusaidia sasa kuhakikisha kwamba wananchi wetu watapata huduma bora. Zaidi ya yote, ninawakaribisha wananchi wote wa Singida kila siku ya Alhamisi hapa kwenye ofisi za mkuu wa wilaya ili tuweze kusikiliza kero zao na kuzitatua, na nitoe maelekezo kwa watendaji wote wa kata kuhakikisha kwamba wanasikiliza kero, wanatafuta masuluhisho ili wananchi wetu waweze kuishi kwa amani. Asanteni sana.